na imeheshimiwa na karne nyingi. Nguvu hii haipo tu kwenye maneno yenyewe, bali katika uhusiano unaojenga kati ya mwanadamu na Mungu. Pamoja na maombi pia tunapata njia ambayo waumini kupitia kukaa kiroho, kupata mwongozo na amani ya kweli. Biblia ni chanzo cha nguvu ya kiroho. Biblia ni zaidi ya kitabu cha historia au mkusanyiko wa mafundisho ya kimaadili. Neno la Mungu ni hai na lina nguvu, kali kuliko upanga wenye makali mawili, kukata kabisa mpaka mahali ambapo moyo na roho hukutana, mpaka pale kukutanapo viungo vya mwili na ubongo. Neno afya. Neno hili hutambua nia na fikira za moyo Waebrania 4:12. Afya hii inatuonyesha asili ya Mungu na uhai wa maandiko ambayo yana uwezo wa kugusa sehemu za ndani katika Ellen G. White anasisitiza nguvu ya kubadilisha maisha iliyomo katika Biblia katika kitabu chake cha Njia Salama. Anaandika Biblia haikuandikwa kwa ajili ya wasomi peke yao. Kinyume chake, ilikusudiwa kwa watu wa kawaida. Ukweli huu unaohitajika kwa wokovu umeweka wazi kama mchana. Njia Salama. Nukuu hii maana yake ni kwamba yeyote bila kujali historia yake anaweza kupata nguvu ya kubadilisha maisha ya neno la Mungu. Soma Biblia mara kwa mara kuwapa waumini uelewa wa wazi wapenzi wa Mungu. Neno lake ni taa ya kuniongoza na mwanga katika njia yangu. Zaburi 119.